hivyo jana. Kwingineko bwana, nimeona bodi ya amani imeundwa. Bodi ya amani BOP imeundwa bwana chini ya Trump, ambayo yenyewe inakutana kwa mara ya pili sasa, ikiwa ni kuona mambo yanakaa kwa namna gani hasa. Watu wengine wamekosoa bwana bodi ya amani kwa ajili ya kitu gani, wakati yeye ambaye muundaji wa mambo hayo anaonekana anaongoza kufanya vitu ambavyo visivyotakiwa. Yes, kwanza ni kwamba hiyo ni bodi ya amani ambayo ilizinduliwa kule Geneva, Uswizi, kule kikao cha World Economic Forum, na ni mpango kama kwa mtazamo wa Trump kama inakuja kureplace Umoja wa Mataifa, kwa sababu Trump anaamini kwamba Umoja wa Mataifa kama umeshindwa kutatua changamoto za kiulimwengu, kwa hiyo anataka yes, na kuweza kuingia katika hiyo bodi unahitaji kutoa dola za Kimarekani bilioni 1. Zinahitajika dola za Kimarekani milioni 25 kwenda kuijenga Gaza. Kwa sababu ni bodi ya amani kwa ajili ya Gaza, lakini itaangalia mzozo wa Sudani, mzozo wa Kongo, Ukraine, Palestina. Kwa hiyo inapozungumza Gaza inatakiwa kujengwa. Lakini wakati huo ambapo bodi ya amani inazinduliwa katika awamu ya pili, na Trump mwenyewe ndio anasema kwamba atachagua wajumbe. Amemwalika Putin, Xi Jinping na watu wote waweze kuingia katika hiyo bodi ya amani. Wakati huo ukitazama Irani sasa wamepeleka barua rasmi kwa Umoja wa Mataifa. Kipindi hiyo bodi ya amani jana inazinduliwa, Trump aliipa Irani siku 10. Siku 10 za kufanya maamuzi. Aidha wafikie katika mpango wa makubaliano ambao umewasilishwa na Trump kwa kupitia wawakilishi wake Steve Witkoff, Jared Kushner na Marco Rubio, ili iweze kuwataka kwamba Irani iweze kuondokana kabisa na mpango wake wa nuclear, kuacha kusupport makundi kwa mtazamo wa kimagharibi ambayo ni makundi ya itikadi kali, lakini zaidi sana kuacha kuzalisha zile drone intercontinental ballistic missile. Leo sasa hivi ninavyokuambia, Irani wameiandikia barua rasmi Umoja wa Mataifa kuiambia kwamba kama tukishambuliwa, cha kwanza wanasema kwamba wasilaumiwe. Iran unasema. Iran umeandika barua kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuambia kabisa Umoja wa Mataifa, jamani sikilizeni. Tukiguswa, yani tukiguswa kwa yoyote. Kwa sababu wanasema kwamba kumuona kuna matishio mengi ya kiusalama karibu na mipaka yetu. Ndio. Kwa hiyo tukishambuliwa tusilaumiwe na tutaenda kuharibu maslahi yote ya Marekani kwa Mashariki ya Kati. Kwa sasa anazindua bodi ya amani. Hebu angalia, mtu ambaye anataka amani, anazindua amani, alafu mtu huyo anapeleka majeshi Irani. Mtu huyo anapeleka majeshi kwa mfano kwa kule kwa Israel kuweza kuharibu kabisa mpango wa Hamas. Kwa sasa ukitazama ni kama watu fulani ambao wanachagulia watu mahali pa kuona uovu. Na huyo mkuu, nimeona pia taarifa kama unakumbuka, mkuu wa atomic kutoka wapi? Iran akasemaje? Hatuachi. Yani nyinyi fanyeni mnavyofanya, lakini kuhusiana na mpango wetu wa nuclear hatuwezi kuacha. Tafuteni mnachofanya. Na ole wenu. Tukiguswa tuondoke na hiyo.